Naam, ni matumaini yangu kwamba umeelimika mintarafu mafundisho aliyotoa Padre Andrea Luziga kuhusiana na huduma mbalimbali katika kanisa. Huu hapa sasa ni muendelezo wa kina kabisa juu ya mafundisho haya katika huduma ya utangazaji wa neno la Mungu na huduma ya utumishi wa misa takatifu. Karibu. Na hivyo kwa maelezo hayo sasa ya Papa Paulo wa Sita, huduma zinazotakiwa kudumishwa katika kanisa zima ni mbili, yaani usomaji au utangazaji wa neno la Mungu na utumishi wa misa. Na kadiri ya mtaguso kadiri ya mkusanyo wa sheria za kanisa ambayo tunasema kanoni namba 230, ikiwa ni matunda ya mtaguso wa pili wa Vatikano, imeeleza wazi juu ya huduma hizo za usomaji na utumishi wa misa. Kwa vile na kwa wale walio katika malezi ya upadre na walei wengine pia katika mazingira ambayo kuna uhitaji wa wahudumu wa usomaji na utumishi wa misa. Msisitizo huu kwa walei uliongelewa vema na Papa Francis katika barua yake kadiri ya msukumo wake binafsi iliyoitwa Spiritus Domini iliyotoka mwaka 2021, akifanya marekebisho madogo katika mkusanyo wa sheria ya kanisa kanoni namba 230, ambayo mwanzo ilisema walei wanaume ndio wasimikwe katika huduma ya usomaji na huduma ya utumishi wa misa. Lakini Baba Mtakatifu Francis akarekebisha hapo, kumbe iwe ni isomeke waamini walei, na kwa Kiingereza tunasema ni a lay person, ambayo inabeba jinsia zote mbili, yaani jinsia kike na jinsia ya kiume. Na barua hii ya Baba Mtakatifu iliagiza pia kila Dominika ile ya tatu ya mwaka ambayo inaitwa Dominika ya neno la Mungu, kadiri ile barua aliyoandika akielezea juu ya Dominika ya neno la Mungu inayoitwa, akawaangazia akili zao ili waweze kuyaelewa maandiko. Sasa katika barua hii alisisitiza kwamba kila Dominika ya tatu ikiwezekana, maaskofu katika majimbo iwe ni Dominika pia inayosisitiza juu ya neno la Mungu, lakini pili, wale ambao wameandaliwa kwa ajili ya usomaji katika adhimisho la liturujia waweze kuwekwa, ambao iwe ni walei au iwe ni hawa walei ambao wako wa seminari wakiwa katika maandalizi ya kuelekea upadri katika kadiri ya taratibu zinazowekwa na baraza la maaskofu au kanisa mahalia na seminari zetu. Kumbe kwa maelezo hayo sasa, kwa waseminari walio katika malezi ya upadri watapaswa kupitia huduma zifuatazo: usomaji na utumishi wa misa kabla hawajapewa daraja ya ushemasi, kama alivyoandika Papa Paulo wa Sita kwenye barua yake hiyo ambayo nimeshaieleza, Ministeria Quaedam ya tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka 1972. Katika kanuni namba 10 na 11 katika barua hiyo inasema hivi. Katika kanuni namba 10 au mwongozo namba 10, Baba Mtakatifu alisema hivi: muda uliowekwa na Baba Mtakatifu au na baraza la maaskofu kati ya huduma mbalimbali ni lazima ufuatwe katika kutoa huduma ya usomaji au utangazaji wa neno la Mungu na utumishi wa misa. Iwapo huduma zaidi ya moja zinatolewa kwa mtu yule yule, mtu asipewe huduma mbili kwa wakati mmoja. Lazima kuwe na muda wa matazamio wa kutumikia au kuifanya kazi na mazoezi ya kutosha huduma hiyo aliyopewa kabla ya kupewa huduma nyingine. Sababu wakati mwingine inatokea kwamba unakuta labda mtu ameomba daraja la upadre kufuata malezi, yupo katika hatua fulani, na kwa sababu muda umefika, unakuta yanaunganishwa matokeo yote pamoja, anapata huduma ya usomaji na hapo huduma ya uakoliti au utumishi wa misa, kitu ambacho sio sahihi. Kumbe kila huduma lazima ifanywe kazi, mtu aweze kupimwa na kutolewa taarifa sahihi ya maendeleo kwa ajili ya kupanda hatua nyingine. Na katika kanoni namba 11 ameeleza Paulo wa Sita akisema hivi: wateuliwa watakaopewa ushemasi na upadre ni lazima wapewe huduma za usomaji na utumishi wa misa kama hawajazipokea, na tena wazifanye kwa muda fulani ili kuwatayarisha vyema zaidi kwa huduma ya neno na ya altare.
Kumbe baada ya kumaliza sehemu ya kwanza katika kuelezea hiyo historia kwa ufupi kabisa, kuonyesha namna ambavyo tumefikia mpaka baada ya mtaguso mkuu wa pili wa Vatikano, na baada ya hapo sasa ningependa nieleze majukumu ya mwenye huduma ya usomaji na utumishi wa misa kadiri ya uratibu mkuu wa misale ya Kiroma na hii barua ya Baba Mtakatifu Ministeria Quaedam, kanuni mbalimbali nitakazozieleza hapo. Tukianza na msomaji au mtangazaji wa neno la Mungu, tunapata katika barua hiyo Ministeria Quaedam, kanuni namba 5 na uratibu mkuu wa misale ya Kiroma namba 99 na namba 194 mpaka 198. Na majukumu ya msomaji ni kama ifuatavyo. Katika maandamano anaweza kubeba kitabu cha Injili kama shemasi hayupo ikihitajika. Namba 2, kusoma neno la Mungu ndani ya adhimisho na ibada nyingine isipokuwa Injili. 3, kuimba neno alafu nyimbo au wimbo wote hujaanzishwa ndani ya liturujia au adhimisho la liturujia. Kumbe ajue ni wajibu wake atakapokuwa mahali popote pale katika kusaidia ndani ya ushiriki wa adhimisho. Na 6, kuwafundisha waamini kupokea vyema sakramenti mbalimbali. Kumbe ni wajibu pia kuwafundisha waamini kupokea vyema sakramenti mbalimbali. Na 7, kuwaongoza na kuwafundisha wale waliowekwa kusoma katika maparokia ili wajue vyema wajibu wao, kwa sababu yeye tayari atakuwa anajua na ameshafundishwa. Na hivyo nipende kusisitiza katika sehemu hii ya msomaji kwamba msomaji na akumbuke huduma aliyopewa, afanye kila jitihada kutumia muda, njia mbalimbali za kujiongezea moyo wa kupenda na kujua maandiko matakatifu, na hayo yatamfanya awe mtumishi aliye mkamilifu zaidi wa Bwana. Na sehemu ya pili sasa tunaeleza juu ya mtumishi wa misa, ambao hii tunaipata katika uratibu mkuu wa misale ya kiroho, tumia pia chetezo ndani ya adhimisho. 3, kumsaidia kuhani kupokea vipaji vya waamini. Unapoleta muda ule baada ya sadaka, vipaji au matoleo maalum yanapoletwa, basi ataenda na padri katika kupokea vipaji hivyo. Lakini 4, kumsaidia kuhani kugawa komunyo kama mtumishi asiye wa kawaida, extraordinary minister. Kumbe akiambiwa utasaidia wakati wa kugawa komunyo, basi ataenda. Kumbe kama hajaambiwa, yeye asihangaike kwenda, atakuwa anajitwalia majukumu ambayo anakuwa hajapewa. Na 5, kumsaidia kuhani au shemasi kuvisafisha na kuviweka vizuri vyombo vitakatifu. Ndio maana akishamaliza sasa tukishamaliza kukomunika, atasaidia kutoa vyombo pale altareni vitakatifu na kwenda kuvisafisha pembeni, katika meza ya pembeni ambayo inaitwa credential table, kwa sababu pale ndio eneo maalumu la kusafishia vyombo vitakatifu na sio kusafishia pale altareni. Na ndio maana tunaalikwa ikiwezekana kila mahali katika maadhimisho ya misa meza ya pembeni iandaliwe, ili kwamba baada ya kukomunika na kuandaa vile vyombo vipelekwe pembeni, meza ya pembeni kwa ajili ya kuvisafisha na sio kuvisafishia altareni kadiri ya maelekezo ya uratibu mkuu wa misale ya Kiroma. 6, kupeleka komunyo takatifu kwa wagonjwa. Kumbe huyu mtumishi wa misa au akoliti, basi kanisa limempa pia utumishi huo au huduma hiyo, kwamba anaweza pia kupeleka komunyo takatifu kwa wagonjwa. Na 7, kwa ruhusa maalumu kuweka sakramenti kuu hadharani ili waamini wapate kuabudu na baadaye kurudisha ndani ya tabernakulo. Hii inatokea pale akiwa labda parokiani, imetokea kwamba sasa padri hayupo, shemasi hayupo kama tulivyosema. Sasa msaidizi wa mwisho ndio huyu ambaye sasa anaruhusiwa kwa ajili ya kuweza kuchukua ekaristi, kuiweka kwenye monstrance au kionyesho na kuiweka altareni, na hivyo watu wataabudu katika utaratibu ambao umewekwa, kuimba, kusifu, kutafakari, na baadaye mwishoni akishamaliza basi na kusali sala ambayo imeandaliwa, atarudisha ekaristi. Angalisho ni kwamba asibariki watu kwa namna yeyote ile. Na 8, kuwafundisha watumishi wa misa wasio rasmi, hasa katika maparokia yetu, yaani watumikizi, ili wajue vema wajibu huo wa kutumikia.
Na napenda niseme kwamba kwa vile mtumishi wa misa amewekwa rasmi kuangalia altare, itampasa kujifunza mambo yote yanayohusu adhimisho la kiliturujia na ibada mbalimbali. Ajitahidi kuelewa undani wake na maana yake ya kiroho. Kwa njia hiyo ataweza kujitolea kwa Mungu kila siku na kuwa mfano wa wote kwa uchaji wake na heshima anayoonyesha katika nyumba ya Mungu. Apende kweli mwili wa fumbo wa Kristo, yaani kanisa, taifa la Mungu. Hitimisho. Ninapenda kuhitimisha kwa kusema kwamba fundisho hili kwa kuasa wa seminaristi katika ngazi mbalimbali, tukianzia katika seminari yetu kuu hapa ya Mtakatifu Paulo Kipalapala, kwamba ni vizuri kuona umuhimu na uzuri wa huduma hizo zinazowaandaa katika safari yao ya kumtumikia Mungu katika daraja ya upadre. Waone thamani ya huduma hizo na watumikie vema kwa kujiandaa vizuri. Waepuke mazoea, kwani mazoea yanaweza kujenga tabia nzuri au tabia mbaya.